Na kwa ajili hii sasa jaa fi sirati al-Imam Ahmad, imekuja katika sira ya al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, anna nafaran min ulamai Baghdad, kikundi katika wanachuoni wa mji wa Baghdad, jaau ilayhi rahimahullahu ta'ala fi baiti, walikuja nyumbani kwake, nyumbani kwa Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Faqalu, wakasema kumwambia al-Imam Ahmad, ya aba Abdillah, babake Abdillah, hadha al-amru qad tafaqama wa fasha, jambo hili limeshakuwa kubwa na limeenea. Yaanuna idhhara al-qawli bi khalqi al-Qur'an, wakikusudia kudhihiri kauli ya kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe na wala si maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, fitna ambayo ni maarufu, inajulikana, fitna ambayo al-Imam Ahmad alisimama ukweli wa kusimama kwa kudhihirisha msimamo uliokuwa sahihi, ule ambao ulioko katika Qur'an na Allah subhanahu wa ta'ala uliothibitisha katika kitabu chake kitukufu. Kwa hiyo walikuja watu kwake yeye wakimwambia jambo hili limeshakuwa kubwa na limeenea, wa ghaira dhalika, na yasiyokuwa hayo. Faqala lahum Abu Abdillah, akasema kuambia watu hawa wanaochuoni hawa al-Imam Abu Abdillah, fama turidun, ni jambo gani nyinyi mwalihitajia? Iwapo jambo limekuwa kubwa na lishaenea, hasa ninyi ni kitu gani ambacho mnachokihitajia? Qalu an nusharika fi anna lasna nadha bi imratihi wala sultani, wakasema tushirikiane kwa sababu sisi si wenye kuridhia utawala wake. Fanadharahum Abu Abdillah sa'atan, al-Imam Abu Abdillah al-Imam Ahmad ibn Hanbal akahojiana nao lisaa, kiasi cha lisaa. Waqala lahum, kisha akasema kuambia wao, alaykum bin nukra biqulubikum, lazimianeni kulikataa jambo hili kwenye nyoyo zenu, kwa nyoyo zenu. Wala takhla'u yadan min ta'a, na wala msiondoshe mkono wa utiifu kwa kiongozi wenu. Wala tashukku asa almuslimin, na wala msipasue ile fimbo na kamba ya Waislamu, yani ule mkusanyiko wa Waislamu, nyinyi msiupasue. Wala tasfiku dima'akum, na wala msimwage damu zenu. Wa dimaa almuslimin, na damu za Waislamu, ma'akum, pamoja nanyi. Undhuru fi aqibati amrikum, tizameni mwisho wa jambo lenu. Wasbiru, na subirieni, fanyeni subra. Hatta yastariha barrun, mpaka apate kustareheka kutokana na fitna hii mwema. Au yustaraha min fajirin, au watu wakapumzishwa kutokana na yule ambaye ni muovu kwa kuondoshwa imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa lolote katika lile ambalo itakuwa ni sababu ya watu kupumzishwa kutokana na yule ambaye amewatawalia, ambaye ni fajir. Maneno haya ameyapokea al-Imam Abu Bakar al-Khallal fi sunna. Fahadhihi da'watun minhu rahimahullahu ta'ala, huu ni wito ambao unatokana na al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, linnadhari fi athari al-fitan. Wito huu ni wito katika kutizama athari za fitna wa awaqibiha, lakini pia kutizama mwishowe wa hizo fitna. Fi ayi shay wa ayi shay'in sayaudu ila ahliha minha, na yale mambo au kitu ambacho kitakachorejea kwa wale watu ambao watakayoianzisha hiyo fitna, ni kitu gani kitakachorejea kwa wao. Kwa al-Imam Ahmad akhadha yuhadithuhum, akawasemesha wao katika hilo. Thumma innahum kharaju, kisha wao hawakusikiliza nasaha za al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Kharaju min indi, wakatoka kwa Imam Ahmad nyumbani kwake. Walam yatalaqau kalamahu bilqabul, hawakuyapokea maneno yake kwa kuyakubali, hawakupokea nasaha zake kwa kuzikubali kwamba wasielekee kwenye fitna hiyo.
bal la zalu ala ra'yihim musirrin, bali wakaendelea juu ya rai yao, wada'u ila maslakihim ibn akhi al-imam Ahmad, na wakamuita na wakamlingania kwenye maslaki yao hiyo mbaya. Mtoto wa kaka yake al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, da'awhu ila al-maslaki nafsihi, wakamuita na wakamlingania kwenye maslaki ile. Fanahahu waliduhu, mtoto yule akawa amekatazwa na baba yake kwamba asiingilie, hii ni fitna. Waqal, akasema baba yake kumwambia mtoto wake, ihdhar an tusahibahum, tahadhari usisuhubiane na watu hao. Fa inna al-Imam Ahmad lam yanhahum illa an sharrin, Imam Ahmad hakuwakataza hao isipokuwa kutokana na jambo lilokuwa la shari. Fa'tadhara, katoa udhuru. Thumma kanat qissatuhum an kharaju ala sultan, kisha hawa kisa chao kikawa ni wao kutoka kwa yule mtawala, kutoka katika taa ya yule mtawala. Fakanat al-aqiba, ukawa mwisho wao, ukawa mwisho allati hadharahum minha al-Imam Ahmad, mwisho ukawa ni ule mwisho aliotahadharisha al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Qutila man qutil, wakauliwa walouliwa, wasujina man sujin, na wakawekwa jela waliowekwa jela. Duna an yuqaddimu shay'an, pasina wao kutanguliza chochote, min babi al-islah au fi babi al-islah, katika mlango wa kutengeneza kwa ile hali ambayo ilikuwepo, hali ya fitna. Ashahid, sehemu tunayokusudia katika kisa hiki ni an-nadharu fi awaqib al-umur wa maalat al-ashya, ni watu kutizama mwisho wa mambo na yapi ambayo yenye kurejea kwa kile ambacho kitakuwa ni fitna. Ni mambo gani yatakuwa yenye kurejea kwa wao baada ya kuwa ile fitna imeondoka? Baada ya kuwa ile fitna imeondoka, ni kitu gani watu watakuwa wamevuna? Kwa hiyo kabla ya mtu hajaingia kwenye fitna, anatakiwa atizame umbali wa ile fitna. Na kwa ajili hii imekuja katika sunan au musannaf al-Imam Ibn Abi Shayba rahmatullahi ta'ala alayhi, kutoka as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anasema innaha satakunu umurun mushtabihat, hakika yatakuwa mambo yenye kutatiza, yatatokea mambo yenye kutatiza. Fa alaykum bituada, basi lazimianeni na utulivu. Fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fi shar, kwa sababu wewe kuwa ni mwenye kufuata katika kheri, hilo ni bora kwako wewe kuliko kuwa wewe ni kiongozi katika shari. Na hii ni pale ambapo mtu hatotizama maalatul umur wa awaqibuha, pale ambapo mtu hatotizama mwisho wa mambo, kwamba juu ya jambo hili mwisho wake ni kipi kitakachotokea. Mtu akawa yeye ni mwenye kujitanguliza tu katika fitan. Kwa hiyo yatakuwepo mambo, yatatokea mambo ambayo yenye kutatiza. Unatakiwa wewe uwe na atuada, utulivu. Fa awsa bituada wa huwa al-ana wa hiya al-anat, ni kile kitendo cha mtu kuwa na utulivu na kutokuwa na haraka. Akawa katika hayo mambo yenye kutatiza, yeye ni tabi'an fil khair, ni mwenye kufuata katika khairi. Anamfuata, anamwangalia yule ambaye ni mjuzi, amesimama katika maukifu gani, amesimama katika maslaki gani, akawa na yeye ni mwenye kufuata. Kuwa wewe katika hali kama hii ya kufuata, khairun, ni bora kwako wewe, min an takuna ra'san fi shar, kuliko wewe kuwa ni kiongozi katika shari. Ndio hivyo hivyo, sisi tunajua bana, ili jambo tutapasua tu.